Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara. Baadhi ya vijana wanajishughulisha na kilimo cha zao la alizeti katika kijiji cha Ndinginayo katika kata ya Ilula wilayani Kilolo wameanza kushuhudia mageuzi makubwa ya uzalishaji kufuatia matumizi ya mbinu na utaalamu wa kisasa wa kilimo. Hatua iliyochangia kuongeza tija shambani, kuimarisha ubora wa mazao na kupanua wigo wa masoko, huku pia ikichochea upatikanaji wa ajira za uhakika kwa vijana na kuchangia kuboresha hali ya uchumi wa kaya. Clement Sanga anatuarifu. Vijana hao 12 wanaounda kikundi cha Ndinginayo Nice Group ni sehemu tu ya zaidi ya vijana 170,000 wanaolengwa kunufaika na uwekezaji katika mnyororo wa thamani wa kilimo na ufugaji kupitia mradi wa ustahimilivu wake Dunia Yetu unaotekelezwa na shirika la Care Tanzania kwa ufadhili wa serikali ya Canada, mradi unaolenga kuwawezesha vijana na jamii kwa ujumla kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na mabadiliko ya kitabia nchi kwa kuongeza ujuzi, tija na fursa za kipato endelevu. Kutokana na mafunzo haya ni nusu eka tu, lakini tuna uhakika badala ya kutoa gunia 8 kwa heka 2, kwa kupitia nusu eka tunaweza kupata gunia zaidi ya 12. Kwa sasa hivi tumepata elimu, tumejua kwamba tunaenda kwa sentimita, tunaenda sentimita ngapi, tunapiga dawa ikiwa zao lina jani la ngapi, tunakuja kupulizia viuatilifu mbalimbali. Naye mkurugenzi wa mahusiano na maendeleo kutoka ubalozi wa Canada nchini Tanzania, Carol Mundal, amesema ameridhishwa kwa kiasi kikubwa na utekelezaji wa miradi ya kuwezesha vijana inayofadhiliwa na serikali ya nchi yake, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Canada unaendelea kuleta manufaa makubwa kwa pande zote mbili, hususan katika kukuza uchumi wa vijana kupitia sekta za kilimo na ufugaji. Nchi yetu ya Canada imeweka sana kipaumbele katika kusaidia maeneo mbalimbali hasa katika sekta ya kilimo. Tunaamini vijana wengi huku watainuka na watasimama kiuchumi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amekutana na wafanyabiashara ya mafuta ya kula wa Zanzibar wanaofanya biashara kati ya Zanzibar na bara ili kueleza utaratibu mpya wa uingizaji wa mafuta Tanzania bara ili kulinda viwanda vya ndani ya mafuta ya kula. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na wafanyabiashara hawa mafuta ya kula wa Zanzibar, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Juma Mwenda kwanza anaeleza utaratibu mpya utakaotumika kuingiza mafuta bara na sababu za kufanya hivyo. Utaratibu ambao tutaufanya utaanza immediately. Tutakuwa na utaratibu wa kutoa vibali vya kuruhusu waingizaji wa mafuta Tanzania bara ili kuziba gap iliyo. Tukiruhusu yaingie mengi sana tutaua viwanda. Aidha, kamishna mkuu wa TRA ameeleza wafanyabiashara hao kuwa mafuta ya Zanzibar yatayoruhusiwa kuingia bara yatakuwa na punguzo maalum la kodi la hadi 70% ili kutoa usawa kwa wafanyabiashara na wazalishaji wa mafuta wenye viwanda bara. Mafuta yanayotoka Zanzibar kuingia Tanzania bara ambayo yameruhusiwa kwa vibali yakilipa kodi inayotakiwa hayataweza kushindana kule, na yakisamehewa kodi yote yataua viwanda vya kule. Kwa hiyo utaratibu ambao sisi tumeupendekeza ni punguzo la kodi kwenye mafuta yanayotoka Zanzibar ili yaweze kukompiti na mafuta yanayozalishwa kule. Na wafanyabiashara walioshiriki kikao hicho wamepongeza hatua hiyo, huku akisisitiza wazi watakaopewa vibali vya uingizaji wa mafuta Tanzania bara. Kitu ambacho tunachotaka kusema hapa, tuna pile of stock ndani sasa hivi na mizigo mingine iko njiani. Ikiwa mtatupa kiwango kidogo tu cha kuleta, tunashukuru, sio kama hatushukuru, lakini sile stock kubwa iliyokuwa ndani itatuzidi kutukalia. Mheshimiwa Kamishna, unajua kila kitu kuhusu. Kwa hiyo tuombe tu kwamba kwa dhamira hiyo ulionayo mafunguke hapa. Sio tena na biasness kwamba tunaingia kwenye vibali tena. Kwa mfano sisi tuna stock kubwa, watu wana stock tayari. Hivyo vibali tena visiwe bias kwa wengine wamechaguliwa wengine wakaacho.
Hatua hii ni miongoni mwa mikakati ya kudhibiti uingizaji wa mafuta ya magendo Tanzania bara, hali inayotajwa kuathiri uzalishaji, uendeshaji na ukuaji wa viwanda vya mafuta vya ndani. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, wakulima mkoani Tabora wanatarajiwa kuongeza mauzo ya mazao ya korosho, ufuta, karanga, choroko na mbaazi kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali katika msimu wa masoko wa mwaka 2026 hadi mwaka 2027, huku taasisi husika zikiwemo halmashauri za mkoa huo, bodi ya stakabadhi, ghala na ofisi ya mrajisi wa vyama vya ushirika zikitakiwa kutoa elimu ili wakulima waweze kuielewa na kunufaika na mifumo hiyo. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Hatua hiyo imefikiwa katika kikao cha wadau wa mazao yatakayouzwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghala na minada ya kidigitali kilichofanyika mkoani Tabora, ambapo kaimu mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko kanda ya Magharibi Kopla, Bwana Lyson Gilbert, anabainisha mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao hayo, sawa na afisa kilimo mkoa wa Tabora Dietrich Mwinuka akieleza umuhimu wa jambo hilo. Katika jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka mapinduzi katika kilimo na sana sana kusisitiza msukumo wa kilimo biashara, tutaongeza kiasi cha mbegu ambazo tutagawa kwa msimu 26-27, lakini pia tutaongeza idadi ya halmashauri. Tuligawa kwa halmashauri chache, lakini tutaweza kwenda na halmashauri zingine. Lakini mkoa unaendelea kushirikiana na wadau wa hali ya hewa kuelimisha wakulima kuzingatia kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi. Awali, akizungumza na wadau wa kilimo, katibu tawala wa mkoa wa Tabora Daktari John Mboya ametoa kauli ya serikali juu ya jambo hilo, sawa na kuitaka bodi ya stakabadhi ghala kuendelea kuimarisha mifumo ya masoko ili kuongeza kipato cha wakulima na kukuza uchumi wa mkoa. Tuhakikishe tunatoa elimu ya masoko haya ya stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali kwenye vyama vya ushirika. Tutoe elimu hii kwa wakulima ili waweze kujua vizuri utaratibu huu. Pili, kila halmashauri hakikisha inaanzisha masoko ya stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali kwa mazao ya choroko, ufuta, mbaazi, dengu, karanga na korosho. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora Bwana Venance Msafiri amesema wanaendelea kuhakikisha wakulima wananufaika na mfumo huo, huku baadhi ya wakulima wakieleza namna utakavyowasaidia kupata bei nzuri ya mazao na kuomba serikali kuharakisha mchakato huo kwa haraka. Kwenye shirika tunaweka utaratibu mzuri wa kuratibu kwa mazao na maandalizi haya yanafanyika kuanzia muda huu. Kabla ya mfumo huu kuja, tulikuwa na utaratibu ambao haukuwa mzuri kibiashara. Kwa hiyo wanunuzi walikuwa wananunua bila utaratibu, na utaratibu ambao kimsingi ulikuwa unakwenda kumwangusha na kumdidimiza mkulima. Kwa hiyo tunaamini kwa utaratibu huu mpya ambao unakwenda kuanzishwa utakwenda kuleta tija. Na mtazamaji, ni taarifa yake huyo Adela Moses kutoka Tabora, na ndio inayotutamatishia upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus.